ugumu wa mchakato kukamilika. Ambao mengi ni ya behind the scene. Huko nje tuishie kwenye kwamba uelewa wa Mohamed Dewji kwenye masuala ya uwekezaji na biashara ni mkubwa sana kuliko sisi kwenye hii meza yote. Kama ni kufanikiwa, kama ni kukwama, wanafahamu fika wamekwama wapi na nini kinahitajika na kipi hakihitajiki, nini kifanyike. Ila kwenye mwaka 2025 mhasibu kuja kuambia watu imetoka hela ya usajili ambayo ni bilioni 6 ya usajili imetoka. Bilioni 6. Tuseme kwa wachezaji waliokuepo msimu uliopita unaweza kuvunja mkataba kwa bilioni 2 labda kwa mahesabu tu ya kawaida. Manako unabaki na bilioni 4 hiyo ya usajili tu. Hebu ingia kwenye makaratasi niletee wachezaji wa bilioni 4 hapa. Mathalan tu bilioni 3 kwenye usajili uliofanyika. Tumetoa hela ya kuvunja mikataba kwa waliokuepo bilioni 2, imebaki bilioni 4 kwenye hiyo bilioni 6. Na ni tajiri wa kutoa bilioni 6 alafu itumike kizembe tu alafu uone vitu vinaenda. Kwa mambo ni mengi ambayo hayaji huku mbele ya pazia, lakini nyuma ya pazia ni mengi, na viongozi wengine bahati nzuri wakati tunakaa nao tunazungumza, hawataki kusema, hawataki kujiuzuru, na wakijiuzuru ikipatikana nafasi tena ya kula wanarejea kwa sababu wanaamini wanaongoza watu wa zamani, na ndio maana hata mchakato wa kuongeza watu wanachama hawautaki, unakwama. Kwa ni mambo ambayo ndani ya Simba ni mengi, yanayokuja nje ni madogo sana, yaliopo ni mengi. Yawezekana mpaka pasafishwe pakae sawa. Baadhi ya viongozi ambao wako kwa hivi sasa wasiwepo kabisa hata kwenye ushauri. Yani hata ile bodi ambayo iliteuliwa na Mohamed Dewji, yani wasiwepo. Yani wapatikane watu wapya. Kuna wahadhiri jana walikuwa wanasimama pale. Ulikuwa unaona ambao wanafahamu vitu vya ndani ya Tristi kama mimi. Walikuwa wakitaka kuzungumza. Unaona kabisa mwenyekiti personal anamjua kwamba huyu anafahamu. Huyu hataki kupata airtime ya kutosha. Ndio mambo kama hayo sasa. Kama wakikubali waliopo, sijui kama wana save interest ya nani ama ni interest yao ama ni interest ya mtu. Kama wakikubali kwamba tuko 2025 tunatakiwa kwenda mbele kwa kile ambacho ametuonjesha Mohamed Dewji kwenye uwekezaji na nini, tukikiendeleza tutapiga hatua zaidi na timu itanufaisha watu wengi zaidi, ikiwemo mashabiki wa kawaida ambao wao ni matokeo. Inawezekana Simba ikapiga hatua, lakini kwa hivi ilivyo Ibra, mimi na wewe tutastaafu kazi hii ya habari, bado Simba iko pale pale. Yes bana, jambo limekaa hivyo ni kuhusiana na yale ambayo yametokea, lakini nikwambie tu kwamba msimu huu wa sikukuu bwana, tushaingia mwezi Disemba. Hii leo ni msimu wa shamla. Shule zinafunga, watu wanakutana kwa pamoja kuweza kumaliza mwaka, ambapo watu tunautaja kama ni msimu wa sikukuu. Sasa nikwambie Vodacom inaendelea kuadhimisha miaka 25 ya kuunganisha wa Tanzania, na msimu huu inasema tupo nawe tena na tena. Hata ukiwa mbali bado unaunganishwa kwa salamu za upendo na vicheko vya miamala kupitia mtandao super wa Vodacom. Msimu huu tunatoa shukrani kwa vitendo kwa kutoa makapu ya Vodacom nchi nzima kwa wateja wetu. Nafikiri makapu yalipita hapa na watu walipata nafasi ya kuona kapu lilikuwa limesheheni kweli kutoka mtandao super wa Vodacom. Lakini kwa wateja wa M-Pesa, ukilipia tiketi yako ya SGR unaweza kupata punguzo la hadi 50% kutokana na tiketi zile ambazo utakuwa unakata. Lakini pia ukilipia Wese au mafuta kwenye vituo zaidi ya 120 utapata lita 2 bure. Sawa bwana, kuna vituo vya mafuta 120 ambavyo vimechaguliwa. Ukinunua tu basi kuna lita 2 bure utapata. Na hapa bwana, vigezo na masharti vitakuwa vinazingatiwa namna ambavyo unafanya malipo yako pale ambapo unakuwa unalipia gharama zako za kununua mafuta. Lakini endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii kupitia Vodacom Tanzania. Hiyo ndio handle yetu, Vodacom Tanzania, kwa kuweza kupata taarifa nyingi zaidi na msimu huu wa sikukuu. Lakini msimu huu tupo nawe tena na tena, na tunakwambia Vodacom, pamoja tunaweza. Hasa hii mmepoteza jana tena mchezo wa pili. Safari hii inawezekana isiwe kama sawa na msimu juzi ule wa Horoya, Wydad, Raja pamoja na Vipers. Safari hii inaonekana mnapoteza, afu hamna timu kama haionekani pia. Jana nini kilikuwa kigumu kwenu? Bado mimi naweza kusema bado tunaendelea na ile siku mbaya kazini, kwa sababu ukiangalia hata namna timu ilivyocheza jana, ile mechi tu imeanza tumeenda kukosa nafasi ya wazi, alafu mechi ilivyokuwa inaendelea hivyo hivyo ikawa tunakosa nafasi, alafu mwisho wa siku tunakuja kufungwa sisi. Sasa kwenye mpira mimi kuna kitu mara nyingi huwa nasema, unaweza ukawa na kila kitu lakini ukakosa bahati. Lakini kwangu mimi naamini nafasi ipo, kwa sababu ukimuuliza mtu kwa roho ya kawaida ya pressure atakwambia ndo jahazi linazama. Lakini mimi niwakumbushe watu, unaweza ukashinda mechi za awali hizi 2-3
alafu ukashindwa kufuzu. Nakumbuka nani hawa Al Hilal Omdurman waliwahi kuwa na pointi zao 10 lakini mwisho wa siku wakaishia pale walipo. Sasa kwa Simba namna wanavyocheza na matokeo yanayopatikana, sisemi kwamba timu imedrop moja kwa moja, ila nasema tu inapitia kwenye vipindi vigumu ambavyo naamini nafasi ipo. Ndio maana hizi mechi ziko nyingi. Mechi ziko 6, tushacheza ngapi? Unajua Saidi kwa nini wasiwasi unakuepo? Ndio. Kwa sababu siku zinavyoenda ndio ndivyo ambavyo matumaini yanazidi kushuka, kwa sababu unajua kuna ile mfano kama majirani zenu Young Africans walianza vibaya lakini sasa hizi unaona graph yao inaenda inapanda. Lakini Simba ambaye wengi waliamini kwamba anaweza akawa na msimu mzuri kuliko hata Yanga kadri siku zinavyoenda unaona kama huko ndo mapungufu na ukataji tamaa unazidi kuongezeka. Timu inaondoka hapa, kocha akasema bwana hatuwezi kushinda kila mechi. Baada ya mechi ya jana ukimsikia kocha anasema kwanza sijafurahishwa, sijapenda, tumecheza chini ya kiwango. Tatizo la ufungaji ni alijaanza leo, nimelikuta na bado limekuwepo. Kwa hiyo ukiangalia ni kama majanga hivi. Unajua kwenye mpira kuna kuongelea kwa mtazamo unaoona na kuna kuongelea kwenye makaratasi. Sasa kwenye mtazamo unaoona unaweza ukasema labda Simba tayari tushapotea kwenye mashindano, lakini kwenye kiufundi zaidi bado nafasi ipo, kwa sababu kama nimedondosha pointi 6, angalia kwenye kundi langu pointi zimekaaje kwa watu ambao niko nao na mechi ambazo zimebaki zikoje na namna ninavyocheza. Sasa angalia kwa mechi kama jana Stade Malien ambao tulicheza kwenye uwanja wao wa Machi 26 pale, ambao niwaambia watu ni kama kwa Mkapa yao. Umeona hata idadi ya watu japo hajui kushangilia kama sisi, lakini mimi naamini Simba ndo alicheza zaidi jana, japo kwenye mpira wa miguu nakwambia kucheza vizuri ni kushinda, ila mimi naamini pointi 12 zilizobaki inaweza kutuvusha, kwa sababu hizi hatua hizi football haina bahati mbaya. Bahati mbaya hutokea kwenye mechi moja. Yani Simba hii msimu wa 4 inaondoa uti wa mgongo wote, inaanza upya. Yani tatizo yawezekana ukaona leo ni kufunga, lakini tatizo ni timu hamna. Yani uje kukosa timu sio kuwa na wachezaji. Kukosa timu ni timu ya kuperform pamoja, ya kujuana pattern, ya kujuana madhaifu ya mwenzangu, strengths za mwenzangu, niweke wapi pasi kwa muda gani. Usione wanakosa mentality ya kuamini huu mpira utakuja. Inawezekana ni ndogo. Mfano golini ni majeraha, hatuwezi kuiongelea backbone ya Simba. Golini Kamara angekuepo angedaka, si ndio? Hiyo tunaweka pembeni kwa sababu ya majeraha. Backline ni Kapombe tu, si ndio? Naenda katikati kwa maana kwa watu wa yani kwamba msimu 4 kila mwaka kwenye maeneo muhimu unaanza upya yani. Backline Kapombe tu. Nenda katikati nani? Hamna. Eneo kiungo mshambuliaji cha ingawa sasa hizo Ocean Daroko watu na imani naye kwamba yani achana Daroko ndo mgeni naye anajifunza kucheza na viungo wake, yani unaelewa, yani uwezo kwenye timu. Yes, uwezo wake, yani timu hamna ya kucheza pamoja, kila mtu anajaribu kuonesha alicho. Kila mtu mgeni kwa mwenzie. Huwezi kupata matokeo ukikutana na majiant wa level yako, utawafunga wale unaowazidi quality ya mmoja mmoja. Yani ukikutana na uwezo wako unahitaji timu ambao Simba msimu wa 4 hawana hicho kitu. Katikati hamna mzoefu wa timu, si ndio? Unakwenda kiungo wa juu, Jinchaze hawapati namba sasa hivi, anaitafuta namba, si ndio? Ambaye msimu uliopita at least angekuepo, angeanzia alipoishia. Ungeenda mshambuliaji Mkwala aliyemaliza msimu uliopita hana uhakika wa namba, inaanza upya. Hiyo timu inaenda kumfunga nani wa level yake? Bana, kwa hicho kizungumza Elbo, wana Simba endeleeni kusali, dirisha dogo linakuja tarehe 1 mpaka tarehe 30 mwezi Januari wanabadilisha tena. Bana, Kevo na Brainy tuje tuungane na Geoff Master hapa tutazame Young Africans ambao wao wanaonekana kuwa ndio watu wenye matumaini wakiwa na jumla ya alama 4 mpaka hivi sasa, wakati Singida Black Stars ikiwa ni timu nyingine ya Tanzania ambayo imekusanya alama 1 mara baada ya kutoka sare bao 1-1 hapo jana dhidi ya Stellenbosch, mchezo wa kombe la shirikisho. Kwanza Kevo, kwa mujibu wa Isa Kiriba mkali wetu wa digital pale, anasema kwenye ile kundi la kifo la Yanga muuaji mwenyewe ndo Yanga. Sisi unajua watu wa Yanga sisi sasa hizi yani timu yetu tuiongelee sana. Na iache ije uwanjani icheze itavyocheza, then wapinzani wapate majibu kwamba hii ndio Yanga waliokuwa wanaiongelea. Yani sasa hizi ulipofikia kwa zile alama 4, sisi hatuhitaji kumshauri mtu yote kumwambia hatutafuzu wala tutafuzu. Tunaacha mechi zote 6 zichezeke. Alafu sasa tutakuja kuwauliza, mlisema kundi la Yanga ni gumu, Yanga anacheza na Waarabu. Mkasema Yanga hatapata pointi karibu hata 3 mpaka 4. Tunawaacha tu. Sisi tunaangalia mambo yao. Kwenye upepo wa hiki ambacho wana Yanga mnakifurahia, na by the way upepo umerudi tena kuamini kwamba Yanga ndio timu ambayo
inaweza ikafika mbali kuliko timu nyingine zote, na hii sio kwenye nyenjo tu labda ya mashabiki, lakini mpaka wachambuzi unaweza kaona saa hizi namna ambavyo Young Africans wachambuzi kwanza ni waongo inaripotiwa. Ukiangalia mazingira, fakta ya kocha mpya inatajwa kwamba imebadilisha kila kitu, na hata ukimsikia Ali Kamwe anasema kwamba bwana, ile sayansi ya football ndio imeletwa sasa na kocha Pedro. Yanga tumekubali kuanza upya kwa kumleta mwalimu mpya kwenye kikosi ambacho tayari kilishaanza na mwalimu mwingine, nikiwa na maana ya Romain Folz. Tumemleta mtaalamu Pedro Gonçalves. Tuna imani atatufikisha sehemu, japo watu wengi walianza kumpopoa. Kuna wachambuzi unaowaongelea na waandishi wa habari, wengine walienda mbali zaidi wakamfananisha na Romain Folz. Wengine wakasema uwezo wake wa kufundisha mpira ni mdogo, hajaifundisha timu kubwa. Lakini ndio kocha huyu hapa ambaye kila siku anaonyesha na anawaprove wrong kwamba nina uwezo mkubwa wa kufundisha mpira. Kwa mfano mechi ya juzi hiyo ambayo tumecheza na JS Kabylie, ni mechi ambayo kama ungekuwa kocha muoga ingekuwa ni very risky kumtoa Mudathir kipindi cha kwanza na kumleta mchezoni Mohamed Doumbia. Lakini kocha wetu muona alifanya kitu kama hicho. Kwa kiwango, ukiacha kosa ya magoli ya Celestine Ekua, ni ngumu kwa kocha mwingine kujiriski kumtoa Ekua, kumleta mtu kama Edmund John kwenye mchezo kwenye intention kubwa namna ile. Kwa hiyo ni kocha ambaye sisi unajua tu wa Yanga saizi Kasuga bwana. Saizi tukiwa kwenye vipaza sauti tunataka kuongelea tu majirani wanafanya nini. Timu yetu saizi tunajua tu itafika wapi, itaenda wapi, itatupeleka. Mambo kama ya jana ndio mambo yalikuwa yanaendelea haya bwana. Bwana, ngoja tulipe bili, tutarejea hapa kuja kutazama na mazingira ya Young Africans hiki ambacho tunakiona, kwa sababu fixture inayokuja ya Yanga dhidi ya Al Ahly ambayo itakuwa ina game mbili nyumbani na ugenini, ni fixture ambayo mara nyingi mechi ya 3 na ya 4 mara nyingi ndio ambayo itakupa picha walau kwa 50% kwamba mazingira yako ya kwenda yakoje, na kwa sababu tayari Young Africans ameshakusanya, unaweza kusema walau ana nusu, kwa sababu mara nyingi sana ukiwa na 9 unakuwa kwenye mazingira ya kwenda hizi mechi mbili zinazofuata, na kile ambacho amekionyesha hasa timu kuonekana kadri siku zinavyozidi kwenda inazidi kukua.